Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu. Na siku hii ya leo, sherehe ya kupaa kwa Bwana inaadhimishwa. Ni siku 40 zimetimia tangu tusherekee sherehe ya Pasaka. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi aya ya 11. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso, sura ya kwanza, aya ya 17 hadi aya ya 23. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 28 aya ya 16 hadi aya ya 20. Tusikilize Injili takatifu. Wale wanafunzi 11 walikwenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomuona walimsujudia. Lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, kama ambavyo nimeeleza kwamba sherehe hii ya kupaa kwa Bwana inaadhimishwa baada ya kutimia siku 40 tangu tusherekee sherehe ya Pasaka. Hivyo kwa siku 40 zilitimia hiyo siku ya Alhamisi. Ndio maana kuna wengine wameadhimisha sherehe ya kupaa kwa Bwana siku ya Alhamisi, lakini ili wote tushiriki kikamilifu kwa sababu za kichungaji inaadhimishwa siku ya Dominika, kwa kuwa ina maana kubwa sana kwetu kama Wakristo ambao tumebeba jina la huyu mfufuka, ambapo tumebatizwa na kuingizwa katika umoja huu na kuwa ushirika pamoja naye, iwapo ni katika umoja wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Je, sherehe hii ina maana gani? Wapendwa taifa la Mungu, kama ambavyo tumeona Bwana wetu Yesu Kristo akiwaeleza wanafunzi wake 11 waliokuwa wamekwenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Anawaambia, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hivyo sisi sote tulio wa Kristo, ndio njia ambayo inatuingiza katika ushirika huu wa kumfanya Kristo awe Bwana wetu na mkombozi wetu katika maisha. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tunajifunza nini kutokana na hii sherehe, au tunaelezwa nini? Tunachoelezwa ndugu zangu ni kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ni Bwana wa mataifa yote. Bwana wetu Yesu Kristo ni wa mahali popote. Bwana wetu Yesu Kristo si wa lugha moja. Bwana wetu Yesu Kristo si wa utamaduni mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo si wa nchi moja au taifa moja. Bwana wetu Yesu Kristo ni wa mataifa yote. Na tunapata mwaliko huu wa kuweza kuunganika pamoja naye kwa kuweza kuitikia wito huu wa kukubali kubatizwa na kuweza kuamini Injili takatifu, kuamini habari njema, ili tuweze kuyashika mafundisho yanayopatikana katika habari hiyo njema. Hivyo ndugu zangu, jambo lingine la pili ni kwamba anapowapa maneno haya wanafunzi wake ni kwamba inaonekana anawaaga. Katika kuaga kwake
kibinadamu tunaweza kufikiria kwamba sasa Bwana wetu Yesu Kristo hayupo pamoja nao, kama ambavyo walikuwa wakimuona kwa macho, wakimgusa, wakila naye pamoja na kukaa mezani pamoja. Lakini tunachofundishwa hapa kwamba kuonekana kibinadamu kutokuwepo kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kudhihirisha sasa uwepo wake kwa namna nyingine mbalimbali, namna tofauti. Kupitia hawa wanafunzi anapowatuma kwenda kuhubiri Injili takatifu, kuhubiri habari njema, ndipo ambapo anaenda kudhihirishwa, kuonyesha uwepo wake kupitia hawa wanafunzi, kupitia mafundisho na kupitia sisi kuwa na ushirika naye. Ndiyo inavyomaanishwa. Lakini vile vile kwetu sisi sasa ni namna gani ambavyo tunapokea huu ujumbe? Ni namna gani ambavyo tunamfanya huyu Kristo apate kudhihirishwa kupitia maisha yetu ya kila siku? Ni kuweza sasa kukiishi kile ambacho tumekipokea kwa sakramenti ya ubatizo, ni kuweza kukiishi kile ambacho tumekipata katika habari njema kupitia maisha ya kiimani, maisha ya kisakramenti, maisha ya sala na mjumuiko wetu katika maisha ya kanisa. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, katika sherehe ya kupaa kwa Bwana ni waase tuendelee kudumisha umoja wetu, huku tukifuata mfano wa umoja uliopo katika Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Haya yote atatusaidia kuweza kuiishi na kushika vema mafundisho na kuwa wafuasi kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama ambavyo tunapata wito huu kwamba tukubali kubatizwa kwa kubali kuingia katika ushirika na Yesu Kristo na kuyashika mafundisho yake, kuishika habari njema, ili ipate kutusaidia maishani mwetu tuweze kuwa watu wa kuweza kujali, watu wa kuthamini, watu wa kuweza kuwa na upendo wa dhati na kuiga kile ambacho Kristo alikuwa akikitenda alipokuwa pamoja nasi. Hivyo ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo si kwamba ni mfalme wa Wayahudi tu. Bwana wetu Yesu Kristo si kwamba ni Bwana na mkombozi wa Wayahudi tu. Bwana wetu Yesu Kristo ni mfalme, ni Bwana na mkombozi wa watu wote. Hivyo katika hali hiyo tunapata mwaliko. Habari njema hii inazidi kusambaa kadiri ambavyo tunakuwa tunapokea kutoka kwa watu wengine, basi na sisi tunajifunza, ili maisha yetu daima siku zote yaweze kutufanya tuishi kwa amani na utulivu na kuweza kufuata kile ambacho alikuwa akitufundisha, mafundisho yake ya kiimani na matendo. Hivyo wapendwa ndugu zangu, ni jambo la amani, ni jambo la furaha. Hivyo wote mnaalikwa ili muweze kuishi kwa amani na utulivu, muwe na furaha ya kweli na kuweza kuwa mvumilivu, maana wakati mwingine changamoto ni nyingi tunazozipitia, lakini imani yetu inatuletea faraja na amani na utulivu daima siku zote katika maisha yetu ya kila siku. Hivyo ndugu zangu wapendwa katika Kristo, hakuna haja ya kuweza kufanya ubaguzi uzidi kushamiri. Hakuna haja ya kuweza kufanya lugha moja au yule ambaye anaongea lugha tofauti na wewe kumuona kwamba hana maana yoyote, au yule ambaye yuko utamaduni tofauti na wewe kwamba hana maana yoyote. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu unatutangazia kwamba tuzidi kudumisha upendo, umoja na mshikamano na kuweza kusaidiana licha ya tofauti zetu mbalimbali. Tofauti zetu tulizonazo zitusaidie tuweze kukamilishana. Tofauti zetu tulizonazo, inawezekana wewe una uwezo wa kufanya jambo fulani, lakini mwingine ana uwezo wa kufanya jambo lingine. Hivyo tofauti zetu zinatufanya sisi tupambane katika hali tofauti, lakini mwisho wa siku lengo letu ni kuweza kufika sehemu moja. Lengo letu ni kuweza kufikia ufalme wa Mungu, ambao ndio wito wetu, iweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Sote tunaelekea katika wito huo. Hivyo kwa kuwa lengo ni moja, lakini njia ambazo tunazipita ni tofauti,
Hivyo wapendwa taifa la Mungu, katika kutofautiana huku kutusaidie tuweze kushikamana pamoja, kwa kuwa Bwana tuliye naye ni wa mataifa yote. Bwana tuliye naye ni wa lugha zote. Bwana tuliye naye hafungamani na upande wowote. Badala yake daima siku zote huishi na kuja kutukomboa sote pamoja. Tuna madhaifu mengi, lakini kwa sakramenti ya kitubio tunaalikwa sote tuweze kurudi. Weni na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Sote tunapokewa kwa mikono miwili na shauku zaidi. Ndio maana hata ule mfano wa mwana mpotevu ni kwamba alirudi huku akiwa ametapanya mali, hata kuweza kujiuliza anaweza kapokelewaje na baba yake. Lakini mfano wa Mwenyezi Mungu ni kama yule baba ambaye alimpokea mtoto wake kwa mikono miwili na kwa furaha zote, licha ya kutapanya mali alizokuwa nazo. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, hivi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anatukusanya pamoja. Tupo tofauti katika matendo yetu tunayoyatenda, uzito wa dhambi tulizo nazo, mambo mengi ambayo tumekosea, basi tunatofautiana kwa kweli. Lakini Kristo bado anatufanya kuwa wanafunzi wake. Anatuita tuweze kufuata mafundisho yake, na huku tukiungana pamoja kutokana na ushirika huu kwa sakramenti ya ubatizo. Tujitahidi kuweza kulea vema imani yetu tulionayo. Tujitahidi kuweza kushiriki vema masakramenti na kutambua kwamba Kristo yupo pamoja nasi kupitia sakramenti alizotuachia. Maisha ya sala, tunapoongea na Mwenyezi Mungu, yatupasa tuweze kuongeza imani na kuwa na imani zaidi na zaidi, ili mwisho wa siku tuweze kusikilizwa na kusali vema kwa makini na kwa utulivu. Yote hiyo inahitaji tuweze kujumuika pamoja na kutengeneza kwa kufuata njia ya maisha ya kanisa. Maisha ya kanisa ni kama mto. Maisha ya kanisa ni mto ambao unatoka, chanzo chake ni kwa Kristo mwenyewe. Nasi ni kama vijito katika huo mto, ambapo tunachota neema na baraka za Mwenyezi Mungu kutoka kwa Kristo mwenyewe kupitia maisha ya kanisa. Hivyo tuombe neema ya Mwenyezi Mungu zidi kutusaidia tuweze kubadilika na kuweza kuishi vile ambavyo inampendeza Mwenyezi Mungu. Daima siku zote tuweze kushikamana pamoja, kwa kuwa Bwana huyu anayepaa mbinguni ni Bwana wa wote, na anawatuma wanafunzi waweze kwenda kutangaza habari njema, na wengine wote wapate kuyashika mafundisho ili wapate kumwamini Kristo mwenyewe na kumuishi katika maisha yao. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti
Bwana amelikomboa taifa lake.